السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعد يا kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salamu nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Himdi zote ni zake Allah tabaraka wa taala kwa tawfiki hii ya kutujalia sisi kuwemo katika nyumba hii miongoni mwa nyumba za Allahu Jalla wa Ala kwa ajili ya kujifunza chochote katika mambo ya dini yetu. Mjue mwanamke mwema. Mjue mwanamke mwema, hii ndio unwani ya muhadhara wetu huu wa leo katika wakati huu na katika msikiti huu al-mubarak insha Allah taala. Na Allahu Jalla wa Ala tunamuomba atuwafikishe sisi katika yale anayoyapenda na kuyaridhia. Hakika yeye Allah tabarak wa taala ndiye muongozi anayeongoza katika njia yenye kunyoka. Ndugu zangu Waislamu, al-akhawatu al-fadilat, unwani hii ya muhadhara huu ambayo nimetakiwa nizungumze nanyi kuhusiana na unwani hii, bila ya shaka bila ya shaka waandaaji wa muhadhara huu kuweka kwao unwani hii wameona umuhimu wa kuzungumzwa hili, hasa katika zama hizi tulizo nazo ambazo wanawake wengi wamekuwa ni wenye kughafilika na mambo ya dini yao. Wanawake wengi hawatilii umuhimu mkubwa juu ya kuzilea nafsi zao na wao kujilea ili wafike katika daraja hiyo ya kuwa wao ni wanawake wema. Na pakiwa panawekwa unwani kama hizi katika mihadhara kama hii, kwa sababu ya wanawake kughafilishwa na mambo ya dini, ikawa wameshibishwa mambo mengine ya kidunia, mara nyingi huwa unasikia baadhi ya ndimi za baadhi ya wanawake wakiwa wanalalamika, kwa nini nyinyi mmekuwa mkituwekea mihadhara sisi maalum ya wanawake? Mbona nyinyi wanaume hamuambizani? Mbona mnatusa kama sisi? Bila ya shaka ukiangalia alwaqi', hali halisi ilivyo, wanaume huwa wanaambiwa sana. Durusi nyingi, mihadhara mingi ni ya wanaume kuliko hata wanawake. Kwa hiyo wanaume huwa wanapata fursa nyingi
zaidi kuliko wanawake. Kwa hiyo wanawake ikitokezea kwao fursa kama hizi za kuandaliwa mihadhara maalum, wakasemezwa kwa mambo yanayowahusu wao kama wanawake, basi hii waichukulie kwao kuwa ni fursa adhima. Hii ni fursa adhima, na wao wanajitakikana wajifunze katika yale ambayo yanaandaliwa kwa ajili yao. Ayatuha al-akhawatu al-fadilat, enyi madada wa bora, al-mar'atu al-muslima laha qimatun fi shari'ati Allah jalla wa ala. Mwanamke wa Kiislamu anayo nafasi maalum katika sheria ya Allah jalla wa ala, shari'atul Islam. Katika sheria ya Kiislamu mwanamke ni kiumbe ambaye amepewa nafasi maalum, qima maalum. Utaona kinywa cha mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam kimetamka maneno mengi sana kuhusiana na wanawake, kuhusiana na nafasi zao na hifadhi zao na taujihati mbalimbali ambazo mtume amekuwa akizitoa kwa ajili ya wanawake. Kwa hiyo almar'atu almuslima laha qimatun fi shari'ati Allah jalla wa ala. Mwanamke wa Kiislamu anayo nafasi katika sheria ya Allah jalla wa ala, shari'atul Islam, ambayo ni sheria ya Kiislamu. Mwanamke wa Kiislamu, wallahi mwanamke halafu kuwa Muislamu ana nafasi ya aina yake, na hilo ni jambo la yeye kulishukuru, kwa yeye atakuwa na nafasi maalum katika sheria za Allah mbele ya Allah jalla wa ala, kupata fursa kwa yeye Muislamu ambayo wengi kati ya wanawake katika ulimwengu wameikosa fursa hiyo. Wako wanawake wengi tu katika ulimwengu na dini nyingine zisizokuwa za haki, na wao wakijiona kwamba wamebahatika, bahati ambayo si ya kweli. Lakini wewe Muislamu kuwa ni mwanamke halafu uko ndani ya dini ya Kiislamu, dini ya haki, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, wallahi hii ni fursa ya aina yake. Sijui kwa nafasi hii aliyokupatia Allahu jalla wa ala waweza ukamshukuru kiasi gani. Almuhimu tunasema kwamba mwanamke wa Kiislamu anayo nafasi ya kipekee katika sheria ya Allahu jalla wa ala, sheria ya Kiislamu. Wala takunu almar'atu dhata alqima, na wala mwanamke hawi ni mwenye kuipata nafasi hiyo maalum iliyokuwemo katika sheria ya Allahu jalla wa ala, illa idha kanat salihah, isipokuwa atakapokuwa mwanamke huyu ni mwema. Kuwa mwanamke tu halafu ikawa ana jina tu la Kiislamu, akiulizwa wewe ni nani, anasema mimi ni Khadija au mimi ni Salma au jina lolote katika majina yanayotumiwa na Uislamu. Kisha akiulizwa dini yako wewe dini gani, akawa anataja kwamba mimi ni Muislamu, lakini akiangaliwa namna alivyo, muonekano wake sio muonekano wa Kiislamu kabisa. Wako wanawake ambao wanajinata kwa dini ya Uislamu kwamba wao ni Muislamu, lakini fikra zao si za Kiislamu, mavazi yao si ya Kiislamu, muonekano wao si wa Kiislamu, lakini wanapoulizwa huwa wanasema kwamba wao ni Waislamu. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu anayo nafasi katika dini
ya Allahu jalla wa ala, katika sheria ya Allahu jalla wa ala, na hawi mwanamke ni mwenye kuipata nafasi hiyo ila atakapokuwa mwanamke huyu ni mwema. Kwa hiyo sharti kwanza awe Muislamu, halafu awe mwema, ndipo anapoipata nafasi maalum iliyotajwa katika dini ya Kiislamu. Wala takunu almar'atu salihah, na wala mwanamke hawi mwema, hawi wewe ni mwanamke mwema illa idha tamassakat bidiniha, illa pale ambapo atakaposhikamana barabara mwanamke na dini yake. Thamani ya mwanamke amepewa na dini ya Allahu jalla wa ala, amepewa na Allahu jalla wa ala. Kwa hiyo kitu hichi ni kitu cha muhimu sana kwake yeye, ni kitu cha thamani kubwa sana kwake. Ukijua ni lazima, na kutamasak nacho ni jambo muhimu sana katika maisha yake. Kwa hiyo Muislamu, mwanamke wa Kiislamu anayo nafasi katika sheria ya Allah, na hawezi kuipata nafasi hiyo ila awe mwema, na hawezi kupata uwema ila ashikamane na dini ya Allahu jalla wa ala. Hawezi kupata nafasi hiyo illa idha kanat mutadayyina, isipokuwa atakapokuwa mwanamke huyo ni mwenye dini, mchapa dini, mwenye kuifahamu dini, mwenye kuisoma dini, mwenye kutamasak na dini yake vizuri. Wa inna khaira ma tulka'u lahu, na bora ya jambo ambalo kwalo mwanamke ndio huolewa, dinuha, ni dini yake, wa salahuha, na wema wake, uzuri wake, kutengemaa kwake katika dini yake, wa taqwaha, na taqwa yake mwanamke, wa inabatuha ila rabbiha jalla wa ala, na kuelekea kwake, kutubia, kurudi kwake kwa Allahu jalla wa ala. Ndoa yake, kuolewa kwake mwanamke, bora ya jambo ambalo kwalo mwanamke ndiyo huolewa, kwa mafahamisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni dini yake, kutengemaa kwake mwanamke kuwa ni mwanamke wa dini, mutadayina, taqwa yake, na kuelekea kwake kwa Allah, kutubia kwake kwa Allahu jalla wa ala. Wa bimithli hadhihi almar'a, na kwa mfano wa mwanamke wa namna kama hii apatikane mwanamke katika daira ya Uislamu, yeye ni Muislamu, halafu akatengemaa vizuri katika dini yake, ikawa ni alima, faqiha, ni mwenye ilmu ya dini, ni mwenye kuifahamu vizuri dini yake, ikawa mutamassika bi sunnati nabiyiha sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikawa mwanamke ni mwenye kushikamana na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahi, upatikana mwanamke wa namna kama hiyo, huyo ni mwanamke ghali sana, ni mwanamke ghali sana katika sheria ya Allahu jalla wa ala. Fa bimithli hadhihi almar'a, kwa mfano wa mwanamke kama huyu, taqarru al-ainu biha, jicho ndio latulia kwake. Wallahi, mwanamme upata ndani ya nyumba yake mke ambaye alima bidiniha, mjuzi zaidi wa kuijua dini yake, halafu akawa faqiha, anaitambua vizuri mwanamke huyu dini yake, ana ilmu na anatambua vizuri, halafu akawa ni mutamassika bi sunnati nabiyiha, mwenye kushikamana vizuri na sunna za mtume wake. Wallahi, kwa mfano wa mwanamke kama huyu, taqarru al-ainu biha, jicho latulia kwa mwanamke kama huyu, wa tu'manu ala nafsiha, na mwanamke wa namna kama huyu basi hupatikana amani juu ya nafsi yake. Wallahi, mume atakwenda pakwenda, atahangaika mchana wa kutwa, atasafiri na ana kidogo, ana wasiwasi hata kidogo, kwa sababu anajua ndani ya nyumba yake
kuna qil'a, ngome madhubuti kabisa, ambayo mar'atun salihah, mwanamke mwema, alima bidiniha, mwenye kuijua dini yake vizuri, mutamassika bisunnati nabiyiha, mwenye kushikamana na sunna za mtume wake. Mwanamke huyo taqarru al-ainu biha, kwake mwanamke huyo jicho latulia na amani yapatikana katika nafsi yake, wa baiti zawjiha, na katika nyumba ya mumewe, wa tarbiyati auladiha, na hata katika malezi ya watoto wake. Ndugu yangu mwanamke, zingatia pamoja nami kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema fadhfar bidhati din, kumfahamisha mwanamume wa Kiislamu katika jambo la ndoa. Mtume akataja sifa kadhaa ambazo mwanamke hupambika nazo, lakini zote hizo Mtume akaziwachilia kwa mbali, akaweka himizo katika jambo maalum, akasema fadhfar bidhati din, chagua mwanamume, mwanamke mwenye dini. Utaona kwamba almar'atu salihah laha fi dini alislam qima, mwanamke mwema katika dini ya Kiislamu ana thamani. Kinywa cha Mtume kinatoa mafahamisho kwa wanaume, unapotaka kuoa basi chagua mwanamke mwenye dini. Hiyo ni hadithi ambayo ameisimulia al-Imam al-Bukhari kadhalika na Imam Muslim. Ayatuha al-akhawatu al-fadilat, enyi madada wa bora, al-mar'atu as-salihah, mwanamke mwema, hiya al-mar'atu allati tattasifu bi sifati as-salahi, ni yule mwanamke ambaye anasifika kwa sifa za kutengemaa, sifa njema, sifa nzuri. Msiba katika mjitamaa wetu leo, yani ni mara chache kupatikana mwanamke akasifika kwa sifa za wema. Mara nyingi husifika mwanamke mbea, mwanamke na aibu kadhaa, muhuni hivi. Usimuone yule majuba mashungi, lakini ana kadhaa. Kwa hiyo mwanamke mwema, almar'atu salihah hiya almar'atu allati tattasifu bisifati salahi, mwanamke mwema ni yule mwanamke ambaye anasifika kwa sifa njema, kwa sifa za kutengemaa, kwa sifa nzuri, sio kwa sifa ya uongo, sio kwa sifa ya kusengenya, sio kwa sifa zote ambazo zimekatazwa na dini ya Kiislamu. Mwanamke mwema ni mwanamke ambaye tatasifu bi sifati salahi, wasalahu huwa, na wema ni alibtaadu an ma harrama Allah, ni kujitenga mwanamke, ni kujiweka mbali mwanamke na yale yote ambayo ameyaharamisha Allahu jalla wa ala, wal amalu bima amarana Allahu bi, na kuyafanyia kazi yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha mambo hayo. Kwa hiyo mwanamke mwema ni huyo anayesifikana kwa sifa za wema. Sifa njema ni kushikamana na ibada za kumwabudu Allahu jalla wa ala na kuepuka yale ambayo ametukataza Allahu jalla wa ala. Fa awwalu sifati lilmar'ati salihah hiya husnu imaniha, sifa ya kwanza ambayo anasifika mwanamke mwema wa Kiislamu, hiya husnu imaniha, nayo ni uzuri wa imani yake, aqida yake, itikadi yake. Kutengemaa mwanamke katika imani ndiyo jambo la msingi sana, kwa sababu imani pahala pake ni katika moyo.
Aqida pahala pake ni katika moyo, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, ala inna fil jasadi mudghah, tambueni enyi watu, hakika katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama. Idha salahat, kikitengemaa kipande cha nyama hicho, salaha aljasadu kullu, mwili wote itakuwa umetengemaa. Kwa hiyo sifa ya mwanzo ya mwanamke mwema, sifa ya mwanzo ya mwanamke mwema hiya husnu imaniha, ni uzuri wa imani yake. Kule katika moyo imani itengemae vizuri, akida yake iwe sawa sawa, akida yake iwe salima, moyo wake uwe umetengemaa kwa maagizo ya Mtume. Ukitengemaa moyo, umetengemaa mwili. Na kikifisidika kipande cha nyama hicho, wa idha fasadat, Mtume kasema kikifisidika kipande cha nyama hicho, fasada aljasadu kullu, mwili wote umefisidika. Kwa hiyo akiharibika mwanamke kwenye akida, kwenye moyo, kwenye imani, akiharibika mwanamke kwenye imani, tumeharibikiwa na jamii, tumeharibikiwa na nyumba, tumeharibikiwa na watoto, tumeharibikiwa na mtaa, tumeharibikiwa na nchi nzima na dunia nzima. Akitengemaa mwanamke katika kipande cha nyama ambacho Mtume akisema kikitengemaa, mume amepata utulivu, watoto wamepata mama, pata malezi mazuri, mtaa umepata mwanamke mwema, jamii imepata qila, ngome madhubuti. Mwanamke ni kitu cha msingi sana katika jamii, katika kuilea jamii, katika malezi. Mwanamke ni tegemezi kabisa. Kwa hiyo sifa ya mwanzo, wewe kama mwanamke wa Kiislamu, pahala pa kupigania ni kutengeneza katika moyo wako, kutengeneza akida yako, kutengeneza imani yako. Ikitengemaa hiyo, basi mwili utatengemaa kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Awwalu sifati lilmar'ati salihah, sifa ya mwanzo kwa mwanamke mwema, hiya husnu imaniha, ni uzuri wa imani yake, uzuri wa itikadi yake. Fa in salaha imanuha, ikiwa itatengemaa vizuri imani yake mwanamke, salaha haluha, itakuwa imetengemaa hali yake kiujumla, wa khuluquha, na zitakuwa zimetengemaa tabia zake kiujumla, wa kanat ala khuluqin jamila, na atakuwa mwanamke huyo katika tabia zilizokuwa nzuri. Nyuma yake yeye ni mwanamke mwenye tabia nzuri, mumewe anaamini hivyo, mumewe anayeona hayo, watoto wake wanasoma hayo. Wanasema baadhi ya ahlul ilmi, kuharibika kwa mtoto ndani ya nyumba asilimia kubwa ni mama. Kuharibika kwa watoto wa familia fulani, asilimia kubwa sana, kiwango kikubwa ni mama. Kuwa muongo mama ni kumfunza mtoto uongo. Mara nyingi sana mtoto anaamiliana na mama yake, mara nyingi sana mtoto anakuwa na mama, kesi zake, matatizo yake hufika kwa mama kwanza, na muda mwingi anautumia mtoto ni kwa mama. Kwa hiyo ikiwa mtoto tangu mdogo anasoma uongo kwa mama yake, analelewa katika namna ya uongo, wacha hiyo nitakupa pipi halafu apewe, anaahidiwa kitu kadhaa ambapo insha Allah kisha hafanyiwi, mpaka inafika pahala anapata akili yake ishajengeka yule mtoto katika namna ya uongo, kwamba na mimi nikitaka kitu vile vile nifanye hivi, kisha nsitekeleze. Kwa hiyo kutengemaa kwa imani ya mwanamke ndio kutengemaa kwa mtoto. Fa in salaha imanuha salaha haluha, mwanamke ikitengemaa imani yake, akida yake,
basi zimetengemaa tabia zake. Wa kanat ala khuluqin jamila, na mwanamke huyu atakuwa juu ya tabia njema zilizo nzuri. Falmar'atu salihah, mwanamke mwema, hiya man istaqamat bidiniha, mwanamke mwema ni yule mwanamke aliyesimama vizuri katika dini yake. Wallahi tungelipata katika jamii, katika mtaa, wanawake wanaojitambua katika dini yao, zikatengemaa vizuri itikadi zao, wallahi tungepata maisha ya ajabu sana katika dunia hii kabla ya akhira. Wallahi tungepata watoto wazuri sana katika maisha yetu hapa kabla ya akhira. Lakini akikosa mwanamke elimu ya dini, kutengeneza moyo wake katika itikadi, hatoweza kubagua zuri wala baya, hatoweza kubagua lipi la mwanamume lipi la mwanamke. Hawezi kuchagua nafasi ya kukaa, wapi nikae wapi nisikae, wapi nipite wapi nisipite, nini niseme nini nisiseme. Atakuwa yeye ni mwanamke yupo tu. Akitengemaa mwanamke katika imani yake, itakuwa imetengemaa hali yake. Ikitengemaa hali yake, itakuwa zimetengemaa tabia zake. Wa kanat ala khuluqin jamila, atakuwa katika tabia nzuri. Falmar'atu salihah, mwanamke mwema, mwenye nafasi, mwenye heshima katika dini ya Kiislamu. Hiya man istaqamat bidiniha, ni yule mwanamke aliyesimama vizuri katika dini yake, aliyetengemaa vizuri, ana istiqama katika dini. Wa khuluqiha, na katika tabia zake. Fahafidhatillah, mwanamke huyu kwanza ikawa amemhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kujitambua mwanamke kwamba mimi ni mwanamke, vazi langu kisheria ni hili aliloniamrisha Allah, akalivaa vazi lile. Huyu mwanamke amemhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Akaelewa mwanamke, wajibu wangu wa kwanza katika dunia yangu mimi ni kumtambua Mola wangu, ni kumjua. Akasoma somo la aqida, la tauhidi, akamjua Allah katika sifa zake, katika majina yake, katika uluhia na katika rububia. Mwanamke huyu inakuwa amemhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, akasimamia awamiri Allah jalla wa ala. Mwanamke huyu anakuwa amemhifadhi Allah jalla wa ala. Akitengemaa mwanamke katika dini yake, ikatengemaa hali yake kiujumla, zikatengemaa tabia zake, fahafidhatillah, mwanamke huyu amemkuwa amemhifadhi Allah kabla kulli shay'in, kabla ya kitu chochote. Ikawa nambari moja katika moyo wake ni Allahu jalla wa ala kuliko kitu kingine chochote. Anakuwa mwanamke huyu amemhifadhi Allahu jalla wa ala, fahafidhaha Allahu min kulli shay'in, na Allah subhanahu wa ta'ala anamhifadhi mwanamke huyu kutokana na kila kitu. Lakini kwanza mwanamke aoneshe yeye, amtambue Allah subhanahu wa ta'ala, amsome Allah vizuri, atengeneze katika moyo wake imani yake barabara, ahudhurie katika durusi za mambo ya aqida, mambo ya itikadi, mambo ya tauhid na mambo mengine ya kifiqh, yafahamu vizuri sana. Anakuwa mhifadhi Allahu jalla wa ala, na Allahu jalla wa ala anamhifadhi mwanamke huyu kutokana na kila kitu. Walmar'atu salihah, mwanamke mwema, tatakallamu anha akhlaquha alhamida, zinazungumza, mwanamke mwema zinazungumza kuhusu yeye tabia zake njema. Tabia zake njema zinamzungumza. Fatadfa'uha ila fi'li kulli ma huwa hamid, tabia zake njema ndio zinazompelekea mwanamke katika kufanya kila kitu kilichokuwa chema. Fatuhafidhu ala baitiha, akiwa mwanamke mwema anaihifadhi nyumba yake, kwa sababu nyumba ya mwanamke mwema ina sheria za Allah jalla wa ala. Dini yetu sisi mabniyun ala alhuquq,
imejengewa juu ya haki maalum. Allahu jalla wa ala ana haki zake, mwanamke atakana zijue, kadhalika na mwanamume. Lakini muhadhara wetu unazungumza na wanawake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ana haki zake, mwanamke wa Kiislamu atakana zijue haki za mtume wake ni zipi. Mume ana haki zake, mwanamke anatakikana azijue haki za mumewe ni zipi. Jirani ana haki zake, mwanamke wa Kiislamu atakana azijue haki za jirani ni zipi. Watoto wana haki ndani ya nyumba, mwanamke atakana ajue haki za watoto wake ni zipi. Halafu ampe kila mwenye haki yake, awe ni mwanamke mwema, awe ni mwanamke mwema. Kwa hiyo tabia za mwanamke njema huwa zinaongea, zinamzungumza mwanamke ni nani, mwanamke mwema ni yupi, zinampeleka katika kufanya kila mambo mazuri. Anahifadhi mwanamke nyumba yake, wa atfaliha, anahifadhi mwanamke watoto wake, wa nafsiha, anahifadhi mwanamke, anahifadhi nafsi yake, bima yurdi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa yale mambo ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawake wema katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama walikuwa wako wengi sana, na kwa ajili hiyo ilitengemaa jamii. Masahaba walikuwa na utulivu mkubwa sana. Wanawake wema katika zama za matabi'in walikuwa wengi sana, na kwa ajili hiyo wakatengemaa, wakatulia matabi'in, wakatulia watoto wao, kadhalika na atba'u tabi'in ilikuwa hivyo hivyo. Matatizo makubwa yamekuja katika zama zetu sisi, na sisi ngome yetu kubwa ya malezi ni mwanamke. Tunahitaji wema kwa wake zetu, tunahitaji wema kwa mama zetu, tunahitaji wema kwa dada zetu, tunahitaji wema kwa wanawake wa Kiislamu majirani zetu, tunahitaji wema hawa wanawake wawe wema, ili jamii irudi katika wema. Kwa sababu mwanamke ndiye mlezi wa mume, ndiye mlezi wa watoto, ndiye mwangalizi wa nyumba. Mwanamke ndiye mwangalizi wa jamii. Ndugu zangu Waislamu, dada zangu wa bora, nataka nikupeni kisa ambacho amekisimulia al-Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Siyaru A'lami an-Nubala. Katika kitabu Siyaru A'lami an-Nubala ukifungua katika juzuu ya 4 sahifa ya 233 qala, amesema qala Abu Bakr ibn Abi Daud, amesema Abu Bakr bin Abi Daud, كانت بنت سعيد قد خطبها عبد الملك لابنه الوليد. anasema Abdul Malik, alikuwa Abdul Malik wakati huo yeye alikuwa ndiye mtawala, ndiye khalifa. Kwa hiyo Abdul Malik anajua kwamba Sa'id bin Musayyab rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ana binti aliyeleleka katika malezi ya Kiislamu, ana binti mwema, ana mtoto mzuri. Na yeye Abdul Malik ana mwanawe Al-Walid, ameshafikia sasa anataka kuoa, na Walid mwenyewe ndiye waliul ahdi. Akifa baba yake, nafasi hiyo anaikamata yeye. Kwa hiyo anasimulia, ameeleza al-Imam al-Dhahabi, kanat bintu Sa'id, alikuwa mtoto wa kike wa Sa'id, qad khatabaha Abdul Malik libnihi al-Walid. Abdul Malik amemposa mtoto huyo kwa ajili ya mwanawe ambaye ni Walid. Fa aba alayhi, Sa'id bin Musayyab akakataa, kamkatalia kumtoa
mtoto wake wa kike saliha, mwanamke mwema, kumpa Al-Walid ambaye baba yake ndio khalifa, na wakati wote akifa baba yake ukhalifa unakuja kwake. Lakini Sa'id bin Musayyab hakughururika kwa sababu ya kipato cha atakayekuwa mkwewe au khalifa wa Abdul Malik, akamkatalia. Lakini kwa sababu Abdul Malik anajua kwamba binti wa Sa'id bin Musayyab ni binti mwema, almar'atu salihah, falam yazal yahtalu Abdul Malik alayhi hatta darabahu 100 sawti fi yawmin barid. Anasema Abdul Malik hakuacha kuwa anamrejea Sa'id bin Musayyab, tena yahtalu, anamfanyia hila mbalimbali, anamrejea mara kwa mara kwamba lazima ampatie mtoto wake yule, kwa sababu anajua mwanawe Al-Walid kama atampata mtoto yule ametengemaa vizuri sana, amepata utulivu mkubwa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri ad-dunya wad-din. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،